Yes bandugu, kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel hii, nakuomba uweze kusubscribe kisha ulike na ucomment ili uweze kushuhudia nini kinaendelea kwenye kila kitu tunachokirusha kila siku kwenye dunia yetu hii. Na hapa leo mkononi kama mnavyoona picha ya huyo mwanadada, naweza nikaitolea maelezo au namna fulani ambayo unaweza kawa ipo ndani ya jamii yetu, na ni kawaida yetu kurusha kila siku taarifa mbalimbali zinazoendelea kwenye jamii hii, zinazoendelea kwenye dunia hii tunayoishi, ambazo zinaruka kila itwapo leo. Na kama unavyoona hapo, huyu mwanadada anafahamika kwa jina la Sifa Buyuni. Ni dada aliyetunga wimbo uliozua taharuki, mnatuona kama nyani, ambaye yenye kionjo cha kusema Tanzania inaelekea wapi. Nyimbo hii ilimpa umaarufu mwingi huyu mwanadada baada ya kutunga nyimbo hii na kuisambaza kwenye mitandao yake ya kijamii, ambako ni TikTok, Instagram na YouTube. Na mwanadada huyu amekuwa akitunga nyimbo mbalimbali na kuna muda anashirikiana na waimbaji wengine. Istosha ni waimbaji wanaojihusisha na nyimbo za dini. Ni mdada ambaye anatokea jijini Mbeya, ambaye yeye amekuwa akitunga nyimbo hizo na kuziweka kwenye mitandao yake ya kijamii, na ikiwa nia yake ni kuonyesha ni nini kilichopo kwenye jamii na ni nini anakifikiria yeye juu ya matazamo yake kwenye jamii. Na amekuwa akipinga serikali au kuisema serikali juu ya mambo mengi ambayo anaona na kuyafikiria. Jambo hilo limemfanya kuwa na wakati mgumu na kupelekwa mahakamani mara kwa mara, na kupelekwa kwenye mabaraza mbalimbali kwa ajili ya kuhojiwa na kuuliza ni nini shida yake na ni nini, kwa nini anaamua kufanya hivyo. Baada ya kutunga nyimbo hiyo ya mnatuona kama nyani, yenye kionjo cha kusema Tanzania inaelekea wapi, ni nyimbo iliyo trend sana na ndio nyimbo iliyonitambulisha, na nyimbo hiyo imemfanya fahamike zaidi. Kwenye hiyo nyimbo yake ameongeza kwenye chorus kusema Tanzania tunaelekea wapi na nyinyi mnatuona kama nyani. Nyimbo hizo zimemfanya aweze kuonekana zaidi sana. Ni nyimbo ambazo zimekuwa zikifanana na hizi nyimbo anazoziimba Mbarikiwa Mwakipesile. Mbarikiwa Mwakipesile yeye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini amekuwa akijihusisha na nyimbo za kisiasa, au naweza kusema ni nyimbo za kiharakati, ambapo nyimbo hizo zimekuwa zikizua taharuki au zikileta gumzo kwenye jamii hii, huku zikionyesha udhaifu au mambo mengi yanayofanyika kwenye nchi hii ya Tanzania ambayo yeye anayaona au kuyafikiria. Zaidi yote amekuwa akionywa mara nyingi waache namna hiyo, wamekuwa waache kuimba nyimbo za namna hiyo, na kama wanaona kuna mapungufu yoyote kwenye serikali waache kuikosoa mitandaoni, na bali wafuate taratibu zilizowekwa na nchi hii, kwenda kuripoti mahali husika ili kupata taarifa zilizokamilika, ili waweze kuelezana ni nini dosari, ni nini kilicho sawa, lakini wamekuwa hawafanyi hivyo. Tukiachana na hayo, Mbarikiwa Mwakipesile pia naye amepata shida nyingi kwenye kazi zake hizo za kufanya hivyo. Amekuwa akipandishwa mahakamani mara nyingi, kupigwa faini za kutosha. Amekuwa aliwahi kuwekwa lock up, kisha kutoka aliwahi fungiwa kanisa lao ambalo lilopo ECS lisiweze kufanya kazi tena ya huduma hiyo ya kumtumikia Mungu. Lakini pamoja na hayo, baada hapo hakuacha tena kufanya hivyo kwenye hilo kundi hilo ambalo wakiongozwa na mwanadada mmoja anayefahamika kwa jina la Salome. Ni watu ambao wamekuwa wakifanya hivyo, wao wakidai kwamba ni lengo la kuionyesha jamii ni nini kilichopo kwenye nchi hii ya Tanzania. Lakini nchi ya Tanzania imekuwa ikiwauliza na kuwaita sehemu mbalimbali ili watoe maelezo ya kila wanachokizungumza. Jambo hilo limekuwa likiwapa shida kidogo hao watu wanaofanya maudhui ya namna hiyo. Lakini ikafika muda baadhi wengine wakaamua kuacha kufanya shughuli hizo, hawakuweza kuendelea tena. Na huyu mwanadada mnayemuona hapo, ili si muda sana aliweza kuugua. Baada ya kuugua na kwenda hospitali tofauti, na mpaka mwisho akaenda kwenye hospitali inayofahamika hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Amekuwa akipatiwa matibabu huko na mpaka umauti wake ulipomkuta.
na baba yake mzazi wa binti huyu ameweza kutoa ripoti kamili ya kwamba binti yake ameweza kutoweka dunia. Tunaweza kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, au Bwana ametoa na sasa ametoa na jina lake libarikiwe. Niongeze pia kusema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake si nyingi, nazo zimejaa taabu, na kuna wakati mwingine jamii inataka tuishi vile jamii inataka, na kuna muda mwingine mambo mengi yanajitokeza kutokana na vile aidha wenda kwenda tofauti na jamii au namna nyingine tena. Lakini siku zote naweza nikasema mwisho wa yote, ndani ya yote, ikiwa kama mtazamaji wangu unayenitazama ama kunisikiliza muda huu, ikiwa bado hujasubscribe au kulike au kucomment na kutoa maoni yako, ni nini unakiona au unakiwaza juu ya picha hizi au juu ya video hizi au juu ya mtu huyu, kama ni maelezo au ni funzo au ni namna gani umefikiri juu ya maisha haya, naomba achia comment hapo chini, kisha tutaipitia moja baada ya nyingine. Ili kuwa mwanafamilia wetu, usiache basi kusubscribe kisha kucomment ili kuweza kujua nini zaidi na nini sisi kuendeleza kuboresha au kukuletea taarifa zaidi na zaidi. Jamani, niseme asante na pia bye bye. Ni mimi Manyoya TV.